Wacha tusimame kwa miguu zetu tunapopata maombi kabla ya neno. Wacha niamini niombe. Mfalme Jehova Mungu ishiaye, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, jina lako litukuzwe, jina lako liheshimiwe. Tunakushukuru kwa sababu ya juma nzima ambalo tumekuwa pamoja na ambao umekuwa pamoja nasi. Mwenyezi Mungu, kuna wale ambao wamekuwa katika jangwa, kuna wale ambao wamekuwa katika kiangazi, kuna wale ambao wamekuwa katika kufadhaika. Mwenyezi Mungu, umewafikisha hadi siku hii. Mwenyezi Mungu, uko na nguvu. Wewe unastahili sifa zetu. Yesu Kristo, tunakuabudu kwa sababu ya kutukufilia dhambi zetu. Kuna uwezekano kama vile Ayubu anavyosema, kila wakati angefikiria watoto wake wametenda dhambi, angewatolea dhabihu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hata nasi asubuhi ya leo kuna uwezekano, kuna vile tunaweza kuwa tumetoka kwa njia in the course of the week. Mwenyezi Mungu, kwa niaba ya kila mmoja wa kanisa hili tunaomba kwa pamoja tukiuliza msamaha. Mwenyezi Mungu, tusamehe. Kila wakati tumekuwa wakosaji, tusamehe Bwana majeshi, na ukapate kutuinua, ukatufunulie mambo makubwa tusiyoyajua. Bwana, ukatulinde. Maandiko inasema ya kwamba katika jina la Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu, ya kwamba katika Psalms 69 verse 6 ya kwamba wanaokungojea wasije wakaibika kwa sababu yake. Daudi akaomba. Kuna watu ambao wanategea tu watuchekelee, kuna watu ambao wanategea tu yani watu waibishe, tuaibike mbele zao. Lakini Mwenyezi Mungu, ninaomba ya kwamba ukatubebe, ukatuondoe, watu wasituchekelee, watu wasije baadaye wakatuchekelea kwa sababu yetu. Wanaokungojea, wanaoweka imani yao kwako, wasije wakaibika, wasije wakaibishwa eti kwa sababu ya wokovu, kwa sababu yetu, kwa sababu ya injili zetu, kwa sababu ya makosa yetu. Watoto wetu ambao wanakungojea ili wakaweze kushuhudia makubwa yako, wasije wakaibika, wasije wakaona uzito, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo katika jina la Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi hii ambapo Bwana ametenda. Nataka tuzungumze jambo kuhusu dhambi. Nataka tuzungumze jambo kuhusu dhambi. Bible inasema katika Psalms 32, Psalms chapter 32 verse 1. Psalms chapter 32 verse 1. Nazungumza kuhusu dhambi. Psalms chapter 32 verse 1. Blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him, and in whose spirit is no deceit. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you, and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Therefore let everyone who is godly pray to you while you may be found. Surely when the Almighty waters rise, they will not reach him. Praise be to the name of the Lord Jesus. Heavenly Father, I bless you because of the reading this morning. Ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Kwa hivyo katika jina la Bwana Yesu Kristo nazungumza kuhusu dhambi asubuhi ya leo. Maandiko inasema, Daudi anasema mtu ambaye amebarikiwa ni yule ambaye dhambi zake zimesamehewa, mtu ambaye makosa yake Bwana ameyafunika, mtu ambaye makosa yake Mungu hawezi akayakumbuka, ameyasahau. Nazungumza kuhusu dhambi because sin, najua it is true. Yesu Kristo, wakati Yesu Kristo alipokuja alituweka huru. Old Testament inazungumzia vile ambavyo dhambi ilikuanga na nguvu.
jinsi ambavyo dhambi ilikuanga punished, jinsi ambavyo dhambi ililetanga shida. Dhambi ilikuwa inaleta shida katika Agano la Kale. Na hata nataka nikwambie hata kwetu sisi katika Agano Jipya, hata sisi ambao tumeokoka, dhambi bado ina prevail. Dhambi inakosa tu nguvu katika Yesu Kristo. Dhambi haiwezi kakosa nguvu kwetu sisi wenyewe ama kwa maombi hati tunaomba sana tu. Dhambi inakosa nguvu kwa sababu ya Yesu Kristo, si hata kwa sababu ya maombi. Dhambi haikosi nguvu kwa sababu ya matendo yetu mema, no. Dhambi inakosa nguvu kwa sababu ya Yesu. Wakati ambapo tunapomtambua Yesu Kristo ni nani, dhambi inakosa nguvu. Bible inasema katika Proverbs 18:10 ya kwamba the name of the Lord is a strong tower. Jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki ulikimbilia wakawa salama. Yani is a strong tower, ni ngome yenye watu wanaweza kimbilia. Watu ambao ni wenye haki wakiwa na shida wanaweza kimbia kwa ile ngome wakawa salama. Kama kuna chochote ambacho kinawafuata hakiwezi kikawapata, kwa sababu kunayo ngome. Daudi anasema ya kwamba wakati alinyamaza ndio wakati mifupa zake ziliendelea kuoza. Wakati ambapo alinyamaza ndio wakati ambapo shida ziliongezeka. Lakini wakati ambapo alichagua wacha nikamwambie Bwana makosa yangu, ndio wakati Bwana aliposikia naye akaponya maisha ya Daudi. Dhambi, so maandiko inasema amebarikiwa mtu yule ambaye dhambi zimesamehewa. Dhambi, nataka tuangalie katika maandiko katika 2 Samuel chapter number 12. Maandiko inasema ya kwamba kuna wakati ambapo David alilala na Bathsheba, na Daudi akafanya mpango hadi akaua bwana ya Bathsheba, Uria. Hiyo dhambi iliweza kumwandama. Hiyo dhambi ingemletea shida. Lakini maandiko inaniambia kwamba kulikuwa na wakati ambapo Daudi alifika mahali mbele za Nathani. Huyu alikuwa ni Nathan. Huyu hakuwa ni Yesu. Sisi tuko na Yesu. So ikabidi akanyenyekea mbele ya Nathan, akakubali. Lakini nataka nikwambie kwa sababu huyu alikuwa ni Nathan. Huyu alikuwa ni Nathan. Lakini nyakati zetu kunaye Yesu ambaye akituweka huru ametuweka huru, akituosha ametuosha, akitusafisha ametusafisha. Nataka tuangalie incidents katika Old Testament. Maandiko inasema hata baada ya David kufanya lile tendo, kulala na Bathsheba na kuua Uria, hata nyumba ya Daudi shida ziliingia katika future life, maisha ya baadaye, maisha ambayo ilifuata. Maandiko inaniambia katika jina la Bwana Yesu, hii shida ilimwandama Daudi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hii shida ilimfuata Daudi baada ya hii dhambi katika jina la Bwana Yesu. Kuna Bathsheba, hii dhambi na Uria ilimfuata Daudi in life. Kesho yake, maisha ya baadaye ya Daudi, maandiko inasema ya kwamba katika jina la Bwana Yesu Kristo, Absalom akalala na wanawake 5 wa David. Tunaangalia kuna mtu katika jina la Bwana Yesu akalala na dada ya Absalom, ndugu mtoto wa David akalala na dada yake. Sijui alikuwa anaitwa Tama ama nani. Maandiko inasema katika jina la Yesu, kwa sababu ya hiyo, huyu ndugu ya Absalom pia na yeye akijua Absalom akapanga akamuua. Dhambi katika jina la Bwana Yesu Kristo zinatufanya katika jina la Bwana Yesu Kristo tunateseka.
Na tusipoangalia jinsi ambavyo tunaweza shughulika na hii dhambi katika jina la Bwana Yesu Kristo, kuna uwezekano our future life iko in ruin. Amebarikiwa mtu yule ambaye dhambi zake zimesamehewa, na amebarikiwa mtu yule ambaye makosa yake imefunikwa. So maandiko inasema hata tena kuna mwingine, sijui alikuwa anaitwa nani, Jonathan ama na kuna jina pale, akaenda tena kwa Solomon, akaambia Solomon aruhusu aoe yule ambaye alikuwa ni bibi ya David, kwa sababu ya kuulizia tu kumwoa Abishag, tena kauawa. So nyumba ya Daudi ilifuatana na msururu ya vikwazo na shida kuhusu dhambi. Dhambi ilikuwa imeingia katika ile nyumba. Nataka tuangalie jinsi gani tunaweza deal with the sin, because it is everywhere. Paulo anasema hakuna shule ambaye ni mkamilifu, wote wametenda dhambi. Katika 1 John maandiko inasema wote wamekosa, wote ni watenda dhambi. No, tunaweza shughulikiaje hii dhambi? Kwa sababu dhambi iko everywhere. Wewe unaweza angalia dhambi yangu ukaihesabu hivi, na wewe uko na dhambi yako, kwa sababu kila mtu amekosa, kila mtu ni mtenda dhambi. Everyone has sinned. That's why Jesus Christ naye akasema kama haujawahi tenda dhambi, kwa wa kwanza kutupa mawe. Wote tumetenda dhambi, na swali ni moja, tunaweza deal aje na dhambi so that it is to affect, kwa sababu ina to affect day and night. Reason why tunateseka saa hii ni makosa ya baba zetu. Angalia kizazi cha David kilianza kupata mashida, kilianza kuteseka na mapenzi, kwa sababu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na nataka uone David alitubu, lakini kuna kitu kilifuatilia. Lakini katika New Testament kuna jambo la pekee. Katika John chapter 1 verse 29 maandiko inasema ya kwamba John mbatizaji akasema ya kwamba tazama mwana kondoo anayezichukua dhambi. Tazama mwana kondoo ambaye anazichukua dhambi zetu. Ayubu sura ya 1 maandiko inasema ya kwamba in the name of the Lord Jesus Christ. John 8:7 the Bible says, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, if any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. Praise be to the name of the Lord Jesus. Sababu Yesu alijua kila mmoja ametenda dhambi. Mimi naweza kuwa na dhambi zangu, wewe na wewe ni mchawi, yako dhambi haijulikani. Wewe na wewe ni mchoyo, wewe na wewe uko na zako. So wote tumetenda dhambi. So maandiko inasema ya kwamba katika jina la Bwana Yesu Kristo, katika John, I think it is John chapter 1 verse 29, tazama mwana kondoo ambaye anazichukua dhambi. Yeye anachukua, sio ati ni kusamehe, yeye anazichukua, anazibeba, anazifanya kuwa ni zake. Nimekuwa nikiambia wapendwa wengine pale kwangu, nikawaambia jambo moja katika jina la Bwana Yesu Kristo. Jambo moja, dhambi ambayo umetenda, usiporuhusu Kristo ajichukue, uruhusu Kristo aichukue, hiyo dhambi ni shida katika maisha yetu. Kwa sababu gani tunateseka hadi saa hii? Tunateseka hadi saa hii ni kwa sababu, praise be to the name of the Lord Jesus, kwa sababu kuna makosa ambayo baba zetu walifanya kwa kiburi, wakaona there is no need hata ya kwenda kwa Kristo na kumpea hii dhambi, kumwambia hii dhambi imetulemea, beba. Hawakufanya hivyo. That's why walikuwa wachoyo mpaka sisi hatuwezi wapea. Kuna wazee walikuwa wachoyo, kuna wamama walikuwa wachoyo, sasa wamezaa watoto wanasumbukana uchoyo mpaka wanawanyima wao wenyewe, wanalaani watoto.
Nataka uangalie hata Solomon alisababisha yule ambaye alienda kudai alale na Abishag aliuawa. Solomon alisema, kwani kitu gani yenye huyu mtu anaulizia? Dhambi imembeba, anaenda kuulizia. Nataka yule ambaye alikuwa yule mpenzi wa Daudi baba yake, anataka ikiwezekana apewe tu amuoe. Solomon akasema, huyo kwa hakika lazima uawe. Bwana Yesu asifiwe. So wazazi wetu walikuwa wachoyo, hawakuona umuhimu. Wao walikuwa wanasherehekea uchoyo, wanasema huyu hatuwezi mpea. Yaani umenyimana, bado unaenda kujidai ya kwamba huyu nilimnyima, kacha kaende kakufe na njaa, siwezi nikakapea. So kutoka pale, katika jina la Bwana Yesu Kristo, mpaka saa hii watoto chachi tunateseka kwa sababu ya dhambi ambazo zilifanyika. Wazazi hawakuona umuhimu wa kupeleka zile dhambi kwa msalaba, hawakuona umuhimu wa kupeleka zile dhambi kwa Yesu Kristo. Akamwambia Yesu, hii mzigo imenilemea, chukua. Nimeambia wapendwa pale kwangu juzi, nikawaambia katika jina la Bwana Yesu Kristo, maandiko inasema katika Proverbs, heshimu mke wa ujana wako. Yule mke tu ambao ulioa kwa ujana, inafaa umheshimu. Hivyo ndio Bible inaongelea. Haizungumzii kuhusu bibi mwingine, haizungumzii kuhusu watu wengine. So nikaambia some youth ya kwamba be careful with the wife of your youth, be careful with the husband of your youth. Nilisema inafaa nifike mahali nizungumze na youth. Praise be to the name of the Lord Jesus. Mke wa ujana wetu, mume wa ujana wetu, Biblia inazungumzia. So ikiwa ulikuwa na mke in your youthful stage, huyo ndiye alikuwa tu mke wa kwanza kuoa. Swali liko tu in the Bible, hujalijibu. What happened to her? What happened to him? Katika jina la Bwana Yesu. So tunateseka kwa sababu ya our youthful marriage. Ile ndoa ya ujana ndio inatuletea shida. Mpaka saa hii hauna peace. Yaani kwa ndoa haunanga peace. Ni kwa nini? Kuna makosa katika ujana ambayo ilifanyika, haijakuwa dealt with. Nikamwambia, mbona inafaa kuwekea kama ujaoa, maybe ufanye tu urafiki tu. Lakini the moment utasema tu nimeoa, huyo ndio mke wa ujana, ukimtupa katika jina la Bwana Yesu Kristo, mashida zitafuatana, shida zinakuandama tu. It is the Bible, hata sio huyo. Ule msichana mwenye bwana, wewe ulikuwa na msichana, bwana huyu msichana nilikuwa mzuri na huyu msichana unajua yenye alinifanyia. No, katika jina la Bwana Yesu Kristo, si ulikuwa umemuoa, si ulikuwa umeoleka. Huyo anaitwa mke wa ujana, huyo anaitwa mume wa ujana. Iko na maana kubwa. Praise be to the name of the Lord Jesus Christ. Iko na maana kubwa. So wakati unajipata katika jina la Bwana Yesu umeneglect, hii mzigo unang'ang'ana nayo, unashindwa kwani naomba ama siombangi. Unaombanga. Nimekuambia maombi haisongezi dhambi. Unaweza kuwa powerful, unaomba moto. Lakini hii dhambi, usipofika mahali ukachoka na ukamwambia Kristo, Church, God gave me this message this week. So hii dhambi, usiporudi kwa Kristo ukamwambia Kristo, hii dhambi ya ujana wangu ninakupea. Kweli ni Bible, na nilioa msichana katika ujana wangu, na hii ndio ambao nilifanya, nilimtupa. Niliona si mzuri nikamtupa. Wachana na mke wa pili, wa tatu, wa nne. Sisi tunazungumzia mke huu wa pili, wa tatu hana shida. Nazungumzia ule wa kwanza wenye ulisema Bishop nimeoa, huyu ndiye bibi yangu sasa. Alienda vipi?
Na kama hiyo mzigo imetulemea kubeba, mbona hatuwezi mwambia Kristo, wewe ni mwana kondoo, uchukue dhambi, chukua hii mzigo imenilemea. Kristo, nitabeba huu mzigo hadi lini? Nimegundua nateseka kwa sababu ya ndoa yangu ya kwanza. Ilikuwa marked in the divine nature. Ilikuwa marked katika ulimwengu wa kiroho. Hiyo uliona. Na najua ndio inanisumbua. So kwa nini tunateseka sasa? Kuna unrepented sins ambazo wazazi wetu walifanya. Katika Ezekiel chapter 8, maandiko inasema wazazi wetu walikula ile matunda chungu, na ile machungu iko kwa meno ya watoto. You ask why? Why? It is because the Lord is acting as the witness between you and the wife of your youth, because you have broken faith with her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Wife of your youth. Na sio uone tu wife of the youth ufinyilia wanaume. Hata mwanamke inakufuata. Praise be to the name of the Lord Jesus. Mbona tuna struggle? Mbona tu church? Si mambo ya maombi, ini kwenda kwa Kristo na kuambia Christ, hii dhambi sikuwa nimejua hii maandiko. Sasa naleta mzigo, kumbe ndio umenikalia mgumu. Najaribu kutafuta amani na mke wangu, napata haingiani. Hata niseme nini, things are falling apart, vitu haziendi vizuri. Kristo Yesu, hii mzigo imenilemea. Nimekuja kwako nikuambie kweli Yesu, hii mzigo ni mzito, niondolee. Beba hii mzigo. Wewe ndio unabebanga mizigo. Umesema katika Mathayo 11:28. Umesema ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na mizigo mizito. Nimekwambia wazazi walikuwa wachoyo. Mpaka saa hii wewe una struggle. Hata mzazi huwezi mpea. Alikuwa mchoyo, so watoto ndio wanapitia. Ndio sasa wamekuwa wachoyo vizuri. Wananyimana hata kwa mwenye anaenda kufa. Wanasema acha kufe. Yaani uchoyo umeingia kiwango kingine. Na hata una cha kuwapea pia, sababu uchoyo uliingia. Hata unanyimana mpaka mzazi nyumbani analia, watoto hawanicho. Hawezi. Mzazi ndiye alikuwa mbaya na hakutupu. That's why Bible inasema amebarikiwa mtu yule ambaye dhambi zake zimesamehewa. So hii dhambi usipoibeba, uipeleke kwa Kristo, umwambie Kristo, hii pia imenilemea kubeba, ninaipeana kwako, beba hii dhambi. Yesu, kweli nilikuwa na mke, nilikuwa na kijana, nilikuwa na mwanaume, lakini this is what happened. Hata kuna haja hii haina kujitetea. Nimekuwa nikizungumza about agreements and covenants. Mbona watu wana struggle? Bible inasema mtu ambaye amebarikiwa ni yule ambaye dhambi zake, makosa yake imesamehewa na imesitiriwa. Makosa yake imesamehewa na imesitiriwa. Wewe ulikuwa mbaya, ulikuwa kahaba, wewe mambo imefanyika, halafu sasa uko na watoto. Katika Psalms 69:6 Biblia inasema wanaokungojea wasifedheshwe kwa sababu yangu. Hiyo ni Daudi. Imagine, kwa sababu ya makosa yetu kuna watoto wana expect kuona Mungu, lakini waanze kuchekelewa. Ona baba yako. Wanaokungojea hata kwa kanisa kesho wachekelewe, wafedheshwe. May those who hope in you not be disgraced because of me. Wasichekelewe. Mke wako anakutegemea, anatarajia Mungu kufanya jambo. Your children wana expect kuona Mungu katika maisha yao. Your children, yani Bible inasema may those who hope, wale ambao kuna mke wako akona tumaini katika huyo Mungu.
lakini kwa sababu yako mtoto wako anaenda kuchekelewa. Mama yako alijifanya ameokoka, baba yako alijifanyanga mchungaji, ona vile yako sahi. Lakini ikiwa hii dhambi tunaipeana, tukawa free, tukaambia Bwana Yesu chukua hii dhambi na tutarudia, we will take it away. Why are we struggling? We are struggling because of the wife of our youth. That's why masaibu zinatufuata. Zilifuata nyumba ya Daudi. Angalia hata nani? Adam and Eve. Bible inasema kwa sababu ya makosa ya mtu mmoja. Adam, kwa sababu ya makosa ya mtu mmoja, wote walitenda dhambi. So dunia nzima imepitia shida kwa sababu ya dhambi yenye Adam na Hawa walicommit. Because of the sins of one man, all have sinned. Kama si Hebrews ni Romans. Praise be to the name of the Lord Jesus Christ. Church, nataka uchiangalie vizuri katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kuna watu ambao wana hope in God. Hata in this church kuna watu ambao wana hope in God, wanataka waone Mungu, lakini angalia ati kesho wachekelewe kwa sababu yangu. Nyinyi mnijifanyanga mnaenda kwa ile kanisa, mko wapi? Ulijifanyanga wewe ndiye rafiki ya ule jamaa, uko wapi sasa? David anaongea hii maneno kwa sababu anajua katika kuna mambo ambayo David amepitia. That's why anaomba ili ombi. Watoto wangu wanapokutumainia Bwana Yesu, Mwenyezi Mungu, wasiaibike kwa sababu yangu, wasichekelewe kwa sababu yangu. Angalia yenye David alikuwa amefanya. So nasema watu ambao watakutumainia wasije wakachekelewa kwa sababu yangu. I pray, Lord Jesus Christ, that you may take away our sins. Bible inasema Jesus Christ, his blood, it purifies us, it washes, it cleanses. Hii church tupende Kristo wakati tuna impress Christ. Is it 1 John chapter 2? Bible inasema na hata kama tukitenda dhambi, tujue there is an advocate ambaye anatufanyia uombezi usiku na mchana, who sits at the right hand of God. Praise be to the name of the Lord Jesus Christ. Dhambi. Reason why sisi tunateseka, kuna dhambi ambazo wazee wetu hawakuona muhimu wa kuambia Mungu tusamehe. So thanks to David, unaona David anakuja kuzaa a prince of peace. Uzao wake uko na prince of peace. Angalia yenye Daudi anaomba katika Psalms 69. Alijua kuna watu wako na tumaini kupitia kwake, kuna mfalme atazaliwa. Watu wako na tumaini, so wasingojee wakaibika, kwa sababu David kulikuwa na tumaini juu yake. Some of us kuna a hope ambao watu wako nayo in us for the future. David kulikuwa na tumaini lenye watu walikuwa nalo kupitia kwake, kuna mwana atakuja kuzaliwa ambaye ataokoa ulimwengu. So alijua hii makosa ambayo inafanya kutakuwa na vizuizi. So wale ambao wanakutumainia kuona hiki kitu kizuri kupitia kwa uzao wangu, ukisoma katika Isaiah chapter 11 kuanzia mstari wa kwanza, Bible inasema from the stump of Jesse there will come forth a shoot. So kuna watu, huyo ni Isaiah, kuna watu ambao wako na tumaini, they have a hope in you. Wanajua hata through prophet, wanajua through Esther, through Patty, through Kevin, kuna kitu kinaenda kutokea. Sasa watu wako na tumaini, watu wako na expectations, lakini wewe umekaa pale, you don't care. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, mpaka watu watangojea something great kitokee kwako, hawataona.
That's why prophetically David akamzaa Solomon. Na Mungu akaangalia akabadilisha jina Solomon, akampia jina Jedidia, my beloved one. Kilio cha David kwa sababu ya dhambi zake. Anajua kuna watu, they have hopes in you. Wanajua wewe ndio umeokoka, wewe ndio utawaletea tumaini, wewe ndio utawaletea deliverance. Lakini sasa angalia, dhambi already imefanyika. What can you do? There is a solution. Ambia jirani kuna solution. In the name of the Lord Jesus Christ. Solution ni Kristo. Recognize he's the one who takes away our sins. He's the one, damu yake inatusafisha. Mpaka mtu akikuangalia anaona you do not have guilt. Hauna makosa. Bure watu ambao wanatungojea. Watu ambao wanangojea, watu ambao wako na tumaini kwake Mwenyezi Mungu, kesho wanachekelewa. Simnijifanya na dada fulani, simnijifanya na ndugu fulani kwa kanisa yenu, simlikuwa mnajifanya na dada fulani. So sasa mko wapi? Mko wapi? Simnijifanyanga na fulani kwa familia yenu, ako wapi sasa? So ni kuchekelewa. Church, don't you know they are ready people ambao wako tayari kuchekelea na kufanya mizaha because of our carelessness. They are ready. Dhambi wazazi wetu hawakudili nayo. That's why Bible inasema mnaposikia ujumbe huu msifanye mioyo zenu kuwa migumu kama vile baba zenu walifanya mioyo zao kuwa migumu. It is in Isaiah. Mkisikia sauti hii msifanye mioyo zenu kuwa migumu, jinsi ambavyo wazazi wenu walivyokuwa na mioyo migumu. Walitenda dhambi wakaona ni pleasure, wakaona ni something to celebrate. Church, dhambi iko. That's why Paulo anasema ya kwamba anajaribu. Alienda kwa Mungu 3 times kuomba dhambi imuondokee, hii kitu hii mwiba imuondokee, lakini haikutoka. Mungu akamwambia neema yangu inatosha in weakness. In weakness grace is sufficient. Na grace is with Christ. Kama watoto watakupea ukule, kama watoto wako watakuwa na ukarimu, wasomeshe hata mtu mwingine. Watu wasifie mtoto wako, waseme akiu mtoto wa fulani ametusaidia, huyu mtoto ametusaidia katika ukoo huu. Ni wakati wewe utatoka kiburi na uambie Mungu, nisamee, mimi sijakuwa wa msaada, nimekuwa kiburi, nimekuwa mtu mbaya. Hata nikipata mtu amesaidia mwingine na kasirikanga. So hii uchoyo na kutosaidia wengine, ukiwa na pesa wewe ni mgumu, you cannot help somebody, that is sin. Kuna dhambi ndogo mbele zake Mwenyezi Mungu. Kesho hata mtoto wako asithubutu anataka kusimama kiti yoyo, hawezi saidia watu kwa sababu mzazi hakuwa msaidizi, hakuwa in a position to help. Nimekuambia last Sunday about spiritual alignment. Jana nikawa nikiongea na mtu nikamwambia, akaniambia, bwana mimi niliambia ule ndugu yangu, bwana kwetu bwana, unajua kwetu hatukuwa inunua shamba, so mimi najua wewe ndio ulitaka kuwa wa kwanza kwetu kununua shamba. That's why uko na opposition. Ameanguka na pikipiki, ameumia vibaya, na alikuwa anatupesa tu kununua shamba. Kwenu hakuna mtu ambaye aliwahi nunua shamba, ati you are the first one. Ukae chini ujiulize, mbona wazazi wako hawakuweza kununua shamba? Hao watu walikuwa na dhambi ya raha. Sasa na wewe unajipanga. The heavens are seeing. Mbingu zina watch.
But kama mzazi angekuwa mwerevu, angekimbia to the strong tower, angekimbia to the cross. Na waache pale zile dhambi, ambie Kristo, mimi kusema ukweli nimefanya kazi, niliona ugumu hata kwa ajili mtoto wa mtu, hata ningesikia mwingine ameajiriwa ningesikia vibaya. That's why sisi, angalia nature of your father. Tena na wewe unataka ukue hivyo. Church, can you clap for the Lord Jesus? Tunateseka kwa sababu ya kile ambacho baba zetu walitembea ndani. Tena sisi tumeanzisha uzao mwingine. Hatuwezi ona tuko na Kristo, hatuwezi mpenda Kristo. We cannot impress him. Hatuwezi. So kesho watoto ambao wako na tumaini watasoma wasaidie wengine, watasoma wakuwe president. Hawatawahi kuwa president sababu baba yako hakuwa msaidizi. Therefore your father is not blessed, his children are not blessed. Kuna mambo ambayo mama alifanya na ikawa siri, hata kuona muhimu ya kukimbia kwa msalaba, kufast and pray Lord Jesus, na kutoa sacrifice mzuri, kumwambia Bwana, hii ninatoa hii sacrifice kwa sababu ya makosa yangu. Watoto wangu wasije wakaibika, watoto wangu wasije wakachekelewa. Babako si alijifanyanga ako na pesa, mbona sasa hivi mnalala nje? Babako aliongeanga. Nyinyi ndio mnatuomba sana, mmekuja kutuomba. Yani watoto ambao walikuwa na tumaini. Church, how do I know in the future niko na great leader? Because mimi ni wa msaada, ni wa msaada. So katika damu yangu kutatokea na somebody ambaye atasaidia ulimwengu. Lakini sisi tunakaa tunanyamaza. Church, sio tu mambo ya kwenda kwa Mungu na kuambia Mungu nisamehe. Mimi ni mtenda dhambi. Ni wakati wa kwenda mbele za Bwana Yesu. Nilikosea ule binti katika ujana wangu. Ule binti ndiye nilioa hata mwezi mmoja. Hata kama ulioa mwezi mmoja, bora uliambia watu ndiye bibi yangu nimeoa. Fuani mandi na akaenda. Bibi ya ujana wako. Hiyo ndio mzigo sasa umebeba, hata sasa imekulemea. Unalaumu your wife, unalaumu your husband, unalaumu people. No. Jilaumu. Ambia Kristo, hii mzigo sasa imekuwa mzito, penye imefikia I cannot bear. Nimejikaza, nimepambana nayo kubeba, lakini nimeshindwa. Nimeleta kwako Yesu Kristo. Wewe ndio unabeba mizigo. Umesema tulete mizigo mizito kwako, Matthew 11:28. So nimeleta mizigo mizito kwako Yesu Kristo baby. Church, tusipokuwa careful, nimekwambia David kuna dhambi ambayo alifanya na Bathsheba, akaua Uria. Hii kitu ilikula jamii ya David, ilifuata mpaka kwa kina Tama, wakina anaitwa Amnon. Amnon alikufa, mtoto wa Daudi, kwa kulala na Tama. Ni Tama or Dina? Tama. Praise be to the name of the Lord Jesus. Absalom akalala na bibi wake Daudi wa Tama. Jana alikuja akakufa, akawawa, akakufa kwa kile kitu. Dhambi. So usipoona huu mzigo umekuwa mzito, acha nimwambie Kristo, hii mzigo kweli Kristo. Yani you have to admit. Si mambo ya excuse kwamba Kristo, lakini unajua bibi hata sikumwacha vizuri, nilimwacha kwa sababu alikuwa ameniibia. Yeye alikuibia. Mbona huku uliza Mungu ndio ukamuoa? Huku jua unaoa mwizi. Hata Hosea alioa kahaba, lakini it was in the will of God, na wakakaa. Walikaa. Hosea alioa kahaba, walikaa. Lakini sisi we celebrate. Dhambi zetu hazijafunikwa, bado zinaonekana. Dhambi za baba zetu. That's why unasikia huyu mtoto mama yake, baba yake, huyu hapana.
baba yake, hujui baba yake, mtu mchoyo. That's why church una struggle kupata tu pesa usaidia hata watu, ni ngumu. Uchoyo mpaka mtoto akikuitisha sweet unamtandika kofi. Kwenda huko umeona wapi pesa? Unabeba mzigo wa baba yako. Hakutupu. Yeye ni ule mtu alidharaungi Kristo. Watu wakihubiri okoka, yeye anasema wokovu hakuna. Church, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza chukua makosa yetu. Hakuna. Makosa yako hakuna yule ambaye anaweza chukua. Kristo pekee. Usidanganywe, hata mimi bishop siwezi nikabeba mzigo wako. Kristo pekee ndiye ambaye ako na uwezo wa kubeba. So hakuna haja kwenda na excuse, jua alikuwa amenitusi, alisema niko na majini. No. Kristo, the wife of my youth, ndio kweli sikumkosea. Yeye ndiye alinikosea. Na ikabidi tukawachana. Lord Jesus, hii mzigo imenikalia ngumu. Najua kuna hopes in my wife. Najua kuna hopes in my children. Toa hii mzigo juu yangu. Watoto wangu waone nuru. Watoto wangu tumaini lenye wako nalo lije kutimia. Wasichekelewe tulisoma. Sio bishop wakati ameongeanga nasomesha. Ndio watoto wenye alisomesha. God, have mercy. Mercy triumphs over judgment. Lord Jesus, have mercy. Carry away my sins, my iniquities. Wanaokungojea Mungu, they may not be disgraced. People are now being disgraced. Mpaka mtoto wako atatoka pale anatembea tu. Sio babaka amekuanga mchungaji. Si amekuanga mchungaji. Si ndiye ameambianga watu maneno akiongea. Ati nimekuja kuomba. Church, right now you are okay. You will realize it later. They are being disgraced. Paka mtoto anatoka huko amejihurumia tu, anajitembeza tu. Kwenda huko, mama yako kako huko kama mtu kama malaya, kwenda huko. Paka mtoto anakaa tu. Naanza kulilia, mbona mamangu alinitupa tu hivi. People are being disgraced. Na wewe ukisikia hiyo report, penye huko una freeze hata kwenda kazi huko. Mtoto wangu mbona anatusi? Mungu si ungenifungulia tu. No. Sio hiyo. See that prayer. Lord, this burden is too heavy for me. I sinned. Kutoroka ule mwanaume, I sinned. Kuacha ule mwanamke, I sinned. Therefore, Lord Jesus, take away this sin. Take away this iniquity. That's why church, unastahili kuomba msamaha kwa niaba ya baba zako. The Bible inasema in Ezekiel chapter 8, dhambi za baba zitahesabiwa kwa mtoto. But listen, why are you carrying such a heavy burden? Dhambi. We are not at peace. We are not at peace. Kuna makosa ambayo imefanyika. Usipuuze. Enda kwa Kristo, mwambie hata hivi. Nimekuwa nikiambia somebody pale kwangu, sababu kulikuwa na questions pale. Nafikiria patia alifuatilia kidogo. Sometimes we cry. Watu wametuchukia. Watu wanatuacha. Yaani unakushindwa, kwani watu wanakuona aje? Church, nimekuwa nikizungumza na wapendwa, nikamwambia nataka niongee na youth because God sisi ametupitisha katika level nyingine. Katika Leviticus chapter 15, Bible inasema mwanamke akiwa katika damu ni mchafu, amenajisika. So usilale na yeye. Awe ni bibi yako, awe ni girlfriend, ako katika damu, don't sleep with her. So unapata tunabeba mzigo mkubwa. Unapata
rafiki kesho na kudisappoint, yenye utasikia ameongea kwako, yani ni kama umechafuka, anakuchafulia, anasema ule mkambi ni mbaya, kale kamutu, yani weird, yani ni kama unashindwa, kwani kusaidia mtu hakuna kitu yenye nilimkosea. Listen, kuna mahali ambapo ulichafuka. The spiritual world iko aware. Church, kile ambacho kiko kiroho kitaonekana kiasili. Mbona unakataliwa na watu? Mbona watu wanakuongelea mabaya hata ujaribu kuwa mzuri, people are talking? No, kuna mahali ulichafuka. Kuna so many things that defies people. Already ulishachafuka. Watu wanakuonanga we ni mbaya. Everybody nasema huyu ni mbaya. Huyo hapana. There is a place you enter na ukakuwa defied, ukachafuka, so that kila mtu, hata unaweza jaribu kubembeleza mtu, hapana brother fulani ni mzuri, wewe acha, huyu mtu ni mchafu, wewe ndio umjui, kaa naye ndio utajua. Unaletea ripoti, unajiuliza, uulize huyu jamaa nilimkosea nini? Muulize tu kama kuna mahali niliweza kumuibia ama nilikosa. Tulimekaa na hizi miaka zote, muulize kama kuna mahali nilimkosea hata kitu kimoja. No, hii defilement ukiangalia in the spiritual world, mbona unakataliwa? Mbona watu wanaongea kinyume kwako? Mbona unakuwa na rafiki kesha na kwa amekuruka? Kama hakuna reason in the world, in the physical system, now go back in the spiritual system. Align your life with the word of God. Confirm. Oh God. Choose it. Kuna this lady, but God forgive me. Mungu anisamehe. Si vizuri kuongelea, but let me give you a testimony. There is a lady, anatoka karibu na hapo kwenu, sitaki kusema jina. Nafikiri umemuona akija hapo. So this lady amekuwa na cry. Nikamwambia sister, there is something unique ambacho Mungu anafaa akufunulie what happened in your family and it is not repented. Kuna kitu tu kibaya kimefanyika. Enda ulize mama yako. Akaniambia mamangu hata tumechukiana, hatuongeleshana. Basi enda ulize kama kuna babu ama shosho. Akaenda kwa uliza, akamwambia sisi hatunako kitu yoyote yenye tunajua. But juzi amerudi kwa shosho yake. Kamuulizia, kamwambia unajua bishop ananiambianga tu nirudi tu niulizia. Unajua aliniambia nini? Huyo shosho alimwambia, mjukuu wangu acha nikwambie, kwa hii nyumba aliniambia tu ameleta kokoto wa plastiki, nyumba ya plastiki. Wameleta mpaka mchanga inakaanga pale. Kuna kitu kizuri. Yani hata ile familia watu waonani vizuri. So ndiye akaniambia, shosho yake amemwambia, iko hapa. Alinitumia, iko hapa kwa text. Ni ile hapa. Sijui kama network inaweza kubali. Akasema mimi ni fulani, sitaki kutaja jina. Nilikuwa na shuku. Okay. Sasa nilitaka nikwambie hivi. Ile ndoto ya shule niliota tena. Nikaambia shosho yangu. But I was surprised chenye alisema. Hapo nyuma nilikuwa nikimwambia, anasema hajui inamaanisha nini. But she told me that wakati mtoto wake alikuwa mgonjwa, yeye na babu yangu walileta waganga kwa nyumba, wakachinja kondoo, wakachimbia madawa kwa nyumba ndani, na hiyo kondoo walichinjia ndani ya nyumba. Kisa na maana, siwezi nikakwambia kisa na maana nini ifanyike. Kuna mwingine tena huko chini, bomba linasumbukana watu. Kumbe mzazi
alileta kondoo. Wakakuja tena kwangu na mama ya pastor. Nikauliza mama, mimi ninajua kuna kitu ilifanyika. Akakataa kabisa. Kumbe it is true. Tena walileta watu wakachinjia kondoo hapo. Kafanya msango. Maboma zenye zingeenda vizuri. Why can these people run to the cross? Ambia Kristo, hii kondoo yenye tulichinjia hapa tulikosa. That's why ipo maikaliki. Achi nimeshindwa watu wanafanyanga vitu. Mwingine ameniambia amekuwa Rwanda. Familia mzuri, watu wenye wako hebo. Usiku ati wanatokea na ngukondo. Tena wakafanya tambiko hapo usiku. Na ni watu wenye wako hebo, watu na pesa. So hiyo dhambi inabaki. No one. Yani watu wamekuwa kiburi, waonangi hiyo ni makosa kwa Mungu. Na sasa shida zinaingia. Dhambi. So hiyo dhambi yenye tuko nayo. Ama unaangalia unaona. Reason why wewe huwezi pata tu pesa ya kusaidia mtu. Na hata ukipata pesa huwezi saidia mtu. Why? Ni kitu ilikuwa kwa baba yako. Mbona wakina Amnon wanakufa kwa mapenzi? Mbona wakina Absalom wana behave style hii? Baba yao. That's why Daudi analia akisema, wanao kungojea, those who hope in you. Wewe unajua kuwa disgraced. Wewe unajua tu mtu kudisgrace tu mtoto wako. Mtu anaweza ongea kwa mtoto wako is a disgrace. Mtoto wangu ndiye ameongelewa hivi. God, laiti ningekuwako tuna pesa, watoto wangu hawangeendanga kwa jirani. No, it is not a matter. Na inakupeleka kwa maombi, Mungu nipe, hata kupea. Lazima ujue there is a sin that has not been dealt with. Kuna dhambi haijashughulikiwa. Acha nimalize na hii. Matthew chapter 18. Biblia inasema, Matthew 18, Bible inasema, whatever we bind here on earth, hata mbinguni imefungwa. Kuna vitu zenye hujafunga in life. The reason why kuna mambo inazidi kutukujia, inazidi kutusumbua, hii mambo haijafungwa hapa duniani. Haujaifungia. Hauja trace hiyo maskini inatoka wapi na uifunge. Hii mzigo yenye unabeba nanga ya kimapenzi inatoka wapi na uifunge. Wewe mwenyewe ndio unajua. Kuna wimbo inanipendezanga. There is no one who can worship the Lord for me. I came alone. I came by myself to worship the Lord by myself. Si ati nakufundisha vipi, mimi nakufundisha na nitoke hapa niende. Me have been praying over that. Nimeambia Mungu, God, spiritually I am not clean. Hata wewe utajiangalia tu utaona. So kuna vitu ambazo zina manifest in the physical world, kumbe zinatoka in the spiritual. The spiritual world understands. Penye tulichafuka. You slept with a wife, with a lady, akiwa in blood. Already Bible inakutama umechafuka. We are that. So utablame watu wakikulaumu. Oh, fulani ni mbaya sana, amenifanya hivi, oh hivi na why? Mbona una struggle kila siku? Oh, mwanamke ananisumbua. Oh, nikimpea pesa. Oh, hivi na hivi. Oh, huyu mwanaume. Where is your wife of your youth? Nilisema nitafundisha kuhusu agreements, covenants, maagano.
Maagano ni agreement. Nini ambao mliagree na mtu, mbona umevunja? The heavens are aware. Mbingu zinajua mliagree na mtu na ulikuwa mdanganyifu. Soma Gibeonites kwa Joshua. Wakatoka huko na viatu zimeraruka, longi zimeraruka, ugali imemea molds. Wakanaenda kwa Joshua, ambie Joshua, danganye Joshua, tumetoka nje ya mbali, tengeneza. Wakakubaliana, wakatengeneza makubaliano later on. So wewe uliingia katika makubaliano ukaambia mtu, mimi nitakupenda, hatuwezi wachana, wewe nakupenda. Hiyo mapatano iliingia deep in the heart of somebody. Nani alikuambia you don't think before you speak? Kuna mapatano, kuna agreement yenye mlisikizana na mtu. Kuna agreement. Na hiyo agreement umebreak. Wewe ndio umebreak. That's why Joshua baada ya kuagree bila kufikiria akaagree na Gibeonites bila kutumia akili, akatengeneza agreement. Covenants are agreements. Whatever you agreed with somebody. Hii si kitu ya compromise kwanza kujiuliza, lakini mimi nilikuwa nimeagree. Bishop, mimi nilikuwa tu vizuri, nilikuwa nimeagree tu na yeye, lakini yeye ndiye alinikosea. Agreement unashikilianga. Hata Jephthah kuna agreement yenye aliagree na Mungu. It's not a covenant but agreement. Mungu, ukinipa ushindi, mwenye nitakutana na yeye wa kwanza nitamtoa kama sacrifice. Anakutana na the only girl, msichana wa pekee. Lazima ati bwana, yeye agreement ilifika mahali nikaona. So whatever we bind here, church, kuna milango, kuna vitu zenye hujafunga. Ukifunga hata mbinguni zimefungwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. This is what I did, na najua matokeo yake ni hii. Ninaifunga hapa duniani, ninakubaliana, ninasema hii mlango ninafunga. Hii damu yenye nililala na mtu akiwa kwa damu, ninafunga hiyo mlango. I close it. Ninafunga hapa duniani, hata mbinguni najua already ishafungwa. Mbingu hazitashuhudia. Kuna two witnesses, the earth and the heavens. Unaweza deal na hapa duniani tunaweza ficha what is happening kwa dunia, tunaficha, but the heaven still has a witness. That's why Bible inasema whatever you bind here, chochote chenye unafunga hapa hata mbinguni kimefungwa. Chenye unafunga hapa hata mbinguni kimefungwa. So mbingu hazijashuhudia. Mbingu haziko free. Mbingu hazija kuachilia. Whatever you bind here on earth, mbingu nazo pia hata huko itakuwa imefungwa. Are we together? Sasa sisi tuangalie, tuache kiburi, tukikaa tunasema Bwana, sisi tulikuanga wabaya, tulikuanga magaidi, tumepiga watu haki. Mwenye hakuona ujana wangu, mwenye hakuona usichana wangu, wewe mimi wacha tu. Nakumbukanga life ni pwani, mimi nilikuwa mbaya, ilikuwa hivi na hivi. Listen to me church, we celebrate. Hiyo ni kitu ambao hatujafunga. Chochote ambacho unafunga hapa hata mbinguni kimefungwa. I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loosened in heaven. Praise be to the name of the Lord Jesus Christ. Kile chenye unafunga, najua kuna watu ambao wanatafuta kuchekelea watoto wangu, but I bind it, ninafunga. Hao watu wenye wanangojea kuona my downfall, ninawafunga. Kama haujafunga, na ufungangi bure, kwa sababu heaven zinajua. Lord, this is what I did, and najua because of this watoto wangu wanaenda kuwa disgraced, familia yangu inaenda kuchekelewa, inaenda kudhiakiwa, inaenda kuongelewa mabaya mabaya familia yangu. Mwenyezi Mungu, hili lenye lilitendeka najua linaenda kuleta shida. Kwa hivyo kabla halijatokea, Yesu Kristo, toa hii dhambi, ichukue tu Kristo. Hii ni mzigo mzito kubeba, nitalemewa. And because of this
ninafunga. Kuna watu ambao wana master, wana monitor my life, wanangojea wachekelee. Nafunga hawatachekelea. Mimi nakuhubiria nikijua kuna vitu zenye nimeombea ambazo siwezi nikakuambia hapa, sababu kuna watu wenye roho Mungu alikuwa ananibeba. Ninawaona watu ambao wako ready kuchekelea my children, ambao wako na hopes. Kuna watu, so lazima niwafunge mapema, because the Holy Spirit carried me na akanionyesha hawa watu ambao wanaweza chekelea watoto wangu, ambao wanaweza chekelea kanisa hili, ambao wanaweza ongea whatever. Jesus Christ, because of my transgressions, because of my iniquity, because of my sins, I confess and I pray, Lord Jesus, take this sin away from me. Hii mzigo niondole, nitaibeba hadi lini? Sometimes I struggle with church, I struggle with the family. Hii mzigo imekuwa mzito. Yesu Kristo ichukue. Na wenye wanangojea kuchekelea, ninawafunga wasije wakachekelea. Do you know, the wife of your youth, the husband of your youth, anangojeanga tu asikie mabaya yenye umepitia ndio akuchekelee, ndio achekelee mtoto wako. Mama yako alijifanya, baba yako alijifanya. Wewe usiniletee kisirani hapa. But we can bind them. Wanaokungojea wasifadhaishwe ama wasifedheshwe. Watu wanafedheshwa. Watu wanakaa vikundi wanasema, ukiona huyu mama kama ako msichana, hii dunia inajua kutrimu watu, inajua wacha asumbuka. Na hiyo report ita make sure imekufikia, itakufikia mpaka utafubaki umefedheka. Hata utakuwa na nguvu za kutembea hata kwa barabara, utabaki umefedheka hata mbele za watu. Church, when I remember what happened to me 2017, I know what I'm preaching to you. Kuna watu wanaweza kukufedhesha. Kuna watu wanaweza kufanyia madharau mpaka unashindwa, where is this coming from? Hakuna mwenye alijua, wewe mwenyewe ndio unajua. So mbingu hazijajua, bado zimehold. Huyu alifanya hii. I just want us to stand. Nataka tuende mbele za Bwana, umwambie Bwana, hii mzigo nimelemewa kuubeba. I cannot carry it. Hii mzigo wa dhambi, najua it is because of my parents. Kuna uwezekano our family is not blessed. Na wazazi pia wanafanyanga vitu kisiri. Nimekuambia, kukuambia si rahisi. It is not easy for them to tell you our ways. Mpaka ubembelezane. Kuna watoto wangu wengine kule nyumbani, mimi nilijua shosho yao aliambia wazazi wao, mlete kondoo wakati mmenunua kwa gari, mlete kondoo mchinjie kwa boma, mtengeneze tambiko. Lakini hao watoto niliwatuma, endeni muulize shosho yenu. Alileta waganga wakachinja kondoo, walikataa. Mzazi shosho alikataa kabisa, alikataa. Na walikuwa wanateseka mpaka saa ule mshere hakuwakubalia. But thank God my sister was there. Aka-approve, akaambia Phyllis, ni ukweli, nilikuweko, hiyo kitu ikifanyika, I was there. So this wazazi wamefanya tu vitu, muna struggle na maboma, hawezi enda waulizie. Inabidi kuwe na wisdom
Walileta makondoo wakachinjia pale. That's why mko na shida. Hiyo mzigo mpaka saa hii imekulemea, unafedheshwa, unachekelewa, unadharauliwa. Watu wanakuchekelea. Why? Kuna kitu hakijashughulikiwa. Kuna dhambi is not forgiven. Kuna something has not been bound. Dhambi yenye wazazi walifanya kwa iboma isije ikamanifest. Ninakufunga. Hata Bible inasema Satan was bound 2000 years. Kinataachiliwa. So na wewe hawezi funga hiyo dhambi. So unajua tu dhambi kama hii dhambi mzazi alifanya, hii dhambi inazuia boma. Mbona usiifunge? Wewe dhambi mzazi aliifanya, mzazi wangu alifanya hii dhambi, na wewe dhambi ninakufunga. Hapa duniani ninakufunga, na nikikufunga hata mbinguni imefungika. Mbingu hazitanihukumu. Mbingu hazita release judgment against this family. Dhambi ninakufunga. Yenye mzazi wangu alifanya, ninakufunga. Hauta manifest mabaya yako. But you have not bound. Kuna watu wanatarajia kukuchekelea, haujawafunga. Jehova, kwa sababu ya hiki najua kuna watu wanaenda kunichekelea. Najua kuna watu wanaenda kuongea mingi, but ninafunga hao watu. Mungu mwenye alifunga vinywa vya simba anaweza ruhusu hata wewe ufunge. You are in the image of God. Unaweza katu ukajua watu fulani wataongea sana, watanichekelea sana, wataniongelea sana. Kwa hivyo katika jina la Bwana Yesu Kristo ninakufunga. Fulani ninakufunga hapa duniani, hata mbingu umefungwa, hautanichekelea. Ninakufunga kwa nini? Hautanizuia kwa sababu ya makosa yangu, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Dhambi. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Father, I bless you. Nenda tu mbele zake Mwenyezi Mungu. Mwambie hii mzigo imekuwa mzito. Hii dhambi yenye nilifanya najua itaandama mpaka watoto wangu. Yesu Kristo, isiposhughulikiwa, hii dhambi ni kitu ambayo itakuja mpaka kwa uzazi ambao unakuja, mpaka kwa uzao wangu. Nimekuwa mkora, nimefanya kisiri, nimejificha kwa ulimwengu, lakini mbingu nazo si kujificha. Kwa hivyo katika jina la Bwana Yesu Kristo, hii dhambi yenye nilitenda, Yesu Kristo naifunga. Na siifungi vipi? Ninakupea uibebe. Jesus Christ, this sin I did, take it away from me. Carry it, Lord Jesus Christ of Nazareth. Naye ataibeba. He will carry it. He is the Lamb of God, ambaye anachukuanga dhambi zetu, ambaye anachukua makosa yetu. Damu yake ndio ambayo inatu-cleanse, inatu-purify. Unakuwa ni kama kwamba huko waifanya makosa. Yaani hata ukiambia mtu fulani unajua alifanya, hapana. Hapana, wewe unadanganyia fulani. Nakwambia ukweli, the blood can purify you. The blood can cleanse you. The blood can wash you. Kuna watu wetu wasije wakachekelewa, wasije wakafedheshwa. Umuntu gwenye gunapata pesa na guwezi jenga huko. Umuntu gwenye gunapata pesa na guwezi oa. Kumbe kuna dhambi ambayo ilifanyika, ndio ambayo umebebana. Itakuwa shida we kuoa, itakuwa shida we kufanya maendeleo, itakuwa shida we kuwa na rafiki, sababu ulishachafuka. You slept with your closest relative. Umechafuka, mbingu zinajua. Mbona usifunge hiyo kitu? Ni ukweli ulimwengu haijui, dunia haijui. Tena usifanye bidii mbingu zisijue. But mbingu bado zimeshikilia. That's why uko defiled. You slept with your brother, you slept with your sister. Imekuchafua. Hakuna mwenye alijua, lakini let me tell you, kuna mwenye alijua. But mbingu ziko aware. So you are defiled.
na kila mtu sai. That's why watu wanakuangalia wanasema akale kama utasikia tu aule nani aule hapana. Sisi Kenya akakandu kadata kandu kana holu ingwa kabisa kale kama mtu misi kapendi ni kajinga mpaka unashindwa what is wrong. No, there is a place ukianza kuangalia in your life, there is a place umechafuka na mbingu zinajua. Ulimwengu ndiye haijui, dunia ndiye haijui, but the heavens are aware. Yenye ulifanya kisiri, uongo yenye imejaa kwa kichwa, kwa mdomo, the heavens zinajua, dunia ndiye haijui. Mimi sijui, baba yako hajui, mtu mwingine hajui, but mbingu zimehold. Mbingu zinajua. That's why unajaribu hii nakataliwa. Unapata umchumba na kudisappoint. Unapata kuna kitu kimekuchafua. Kuna kitu inakataa. Unataka ueleke kwa ujo. Na ile yenye ulifanya, unajua ile ulichafuka. What if unajua kuna kuanga na ile vitina. Umeoa msichana kama dunia itajua, kama ulimwengu, thank God mbingu zinajua. That's why in the days of God ndio wakati judgment itatokea. Ndio watu watabaki vinywa basi. Ndio wakati utakuwa ukisomea makosa yako naambia wewe, huyu ni nani huyu analala na dada yake huyu? What if sahi una struggle because of that thing? Mbingu zinajua. Church, what is in the physical is also in the spiritual. Ingekuwa dunia inajua kila ambacho ulifanya, dunia unaoleka already, mwanamke ameshafika anasema msichana wenu ameoleka kwa mtu mbaya. Ule mtu alilala na dada yake, huyo ndiye mmeruhusu aoleke kwake. Ule mtu akona kisirani, akona damu mbaya, alilalanga na dada yake. Hivyo dunia inajua, lakini saa hii dunia haijui, lakini mbingu zinajua. That's why kati mbingu zinajua, zinakuwekea break. Vile tu dunia ingejua, ingekuwekea break. Hivyo ndivyo hata na wewe mbingu zinaweka break. Zinajua. Mwanadamu hajui, lakini Mungu alijua. God knows. David alijaribu kukava, lakini Mungu alijua. No one knew. Hakuna mwenye alijua. Thank God Nathan ni wakuweka siri. Lakini mbingu zilijua. Mungu alijua. So who are you? Hadi saa hii tumebebana mizigo zenye sisi wenyewe tulichukua. Tulienda tukalala na dada zetu, tukatoka huko tumebebana ile mzigo. Huko tuna hiyo mzigo. Mbingu nazo zimekuwekea tu. It's very heavy. So hata ukipata mchumba naonanga huyu msichana ni mzigo mkubwa. Huyu ni mzigo. Hii ni mzigo kwangu. Mara nifanye, hata nikifanya haoni ape kwenu. Huyu umefanyika mzigo kwangu. No, umefanyika mzigo kwa sababu umeoleka na mzigo ingine. Kuna burden yenye bado hujashughulikia. Haujapeana kwa Kristo uende kwa ndoa ukiwa uko free. Hauna ile mzigo. But we are divided. Mungu atuonee rehema. That is what I've been praying the course of the week. May the Lord God have mercy. Church, kuna watu wako secret. Kuna watu hata walijichafua, walilala na wanyama. Nimekuwa nikistudy kuhusu defilement, kuchafuka. Ulifanya kisiri, it was at night, no one knew. It has already defiled you. That's why kupata tu mke uoe itakuwa ni ngumu, because that thing defiled you. Chukulia kuna lady ambaye aliajiriwa somewhere. Kuna lady somewhere aliniambia kuna mahali aliajiriwa, walikuwa wanamwambia dogi yenye iko pale haitosheleze kimapenzi. That's why alitoroka hiyo kazi. Aruhusu kutosheleza dogi ya mdozi.
na alipwe pesa mingi. Alafu niambie, hiyo spirit, hata ukioa msichana kama unamua tu, but kesho unasikia tu spirit yako imekataa tu. Yani from nowhere, yani haja kukosea, lakini unahisi tu au msichana hapa. Weenda tu. Sikutaki. Enda. Kuna spirit imekataa. Dhamira imekataa. Mwili wa mwanadamu umetengenezwa kuwa sensitive. It rejects. Hizo ndizo dhambi zenye tumebeba. We have not acted on them. In the name of the Lord Jesus Christ. Inua mkono wako juu. Heavenly Father, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, asante kwa ajili ya ujumbe huu. Naomba tu Mwenyezi Mungu, hapa duniani ninafunga kila dhambi ambazo zinatusumbua. Kila dhambi ambazo zinasumbua watu wako. Hadi watu wako ni kukataliwa. Hadi watu wako ni kubebana mizigo ambao wanashindwa, ni kulaumu wengine kumbe hata si wao. Ni mizigo ambazo wamebeba. Ni mizigo ambazo wamekosa kuzishughulikia. Kazi ni kujitetea tu. Pana fulani alikuwa mbaya. Lord Jesus Christ, have mercy and take this sin away from us. Yesu Kristo, nikiwa on a sacred altar, ninakuomba ukazichukue dhambi zetu na ukatutakase kwa damu yako. Damu yako Yesu inanena mema kuliko damu ya Abeli. Katika Hebrews chapter 12:24, damu yako Yesu inanena mema kuliko damu ya Abeli. Katika Hebrews chapter 9, maandiko inasema damu ya Yesu ilinena mema kuliko sacrifice ya wanyama. Haingewezana na yenye Yesu alifanya, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo ninakuomba Bwana, chochote ambacho wazazi walifanya, chochote ambacho tumefanya, asubuhi leo tunakifunga, tunatangaza kisiweze kumanifest katika maisha yetu. Tukikifunga hapa duniani, hata mbinguni kimefungwa. Ninafunga kila aina ya dhambi ambazo zimekuwa zikitendeka, ambazo zilitendeka katika maisha ya wazazi wetu, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ninafunga kila hopes za watu ambao zinataka kuwa disgraced. Watoto wetu wadhiakiwe, wafedheheshwe, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ninafunga hizo dhihaka zisiweze kutokea kwa watoto wetu ambao wako na hopes, kwa kanisa ambao liko na tumaini, katika jina la Yesu. This church has hopes. Lord, I bless you and I worship you. You understand each and every one. Unaelewa maisha yetu, unaelewa maneno ya vinywa vyetu, unajua vile tumekuwa waongo, unajua vile uongo umekuweko, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na hiki kitu inatufanya we stand accountable, kwa sababu tumefanya uongo. Wengine wamebeba mizigo zenye hata hawajui, ni kwa sababu walisingiziwa, ni kwa sababu walidanganyiwa, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Lord, have mercy and deliver each and every. Okoa kila mmoja. Hii dhambi tuokolee. Mahali penye ujanja ulifanyika, tuokolee. Yesu Kristo, Bible inaniambia, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believes in him will not perish. Lord, may we not perish. Katika jina la Bwana Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amina. May the Lord God bless you so much. Mungu awabariki. From today, mwanze ku experience maisha mazuri. Kama kuna spirit yote ya kukataa, kuwa reject, wacha Kristo akabebe hiyo mzigo. Imekuwa mzito kwako, haujaniambia, but I know hiyo mzigo iwe lifted. Mbingu zikuachilie. Record yote ya mbingu ifutwe. Wacha maisha anze upya. Kwa jina la Bwana Yesu tumeamini na kuomba, amen.